Karibu sana msikilizaji katika ujasiriamali. Siku ya leo naenda kukuelekeza utengenezaji au uzalishaji wa sabuni ya maji nzito kabisa, multipurpose liquid soap. Kumbuka kwamba sabuni hii ni maarufu katika matumizi yafuatayo. Unaweza kudaikia katika eneo lolote lile la nyumba yako, lakini pia likaleta matokeo mazuri ya manukato. Unaweza kuitumia kuoshea gari lako pale, lakini pia sabuni hii unaweza kuitumia katika kufulia. Wengine pia wanatumia katika kuoshea vyombo na matumizi mengine yote yale ambayo yanafanywa na sabuni hii. Kwa katika video ya siku ya leo nimekuandalia hatua kwa hatua namna na jinsi ya kuzalisha sabuni hii katika ubora mzuri sana. Subscribe. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises Limited. Nimekuandalia pia kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Kama una changamoto yoyote utanitext kupitia WhatsApp hizo namba hapo ambazo zinaonekana. Hatua ya kwanza, mtazamaji, msikilizaji, tunaweka chumvi ya mawe. Na chumvi ambayo inapaswa kutumika ni chumvi ya mawe, kwa sababu chumvi ya mawe ina matokeo mazuri zaidi katika uzalishaji wa sabuni ya maji, tofauti kabisa na chumvi zingine. Ila inapotokea umekosa chumvi ya mawe na unataka kuzalisha, basi kwa dharura unaweza kutumia chumvi iliyosagwa. Yes. Baada ya hapo tunatumia silesi, pia tunamimina kwenye jaba. Silesi na majina mengi, wengine hupenda kuita Ungaron, yes. Wengine hupenda kuita Texapon, silesi hiyo. Kwa hiyo baada ya kuweka silesi pamoja na chumvi pia inaitwa sodium chloride. Nafikiri tunaifahamu vizuri. Na wale ambao kwa madarasani pia nafikiri viko vitu vingi ambao wanajifunza na wanavielewa mpaka leo. Baada ya kuweka hivyo vitu kwa pamoja kwenye jaba, utaanza ukorogaji. Na ukorogaji zingatia sana kuelekea upande mmoja. Kwa kama umeanza kushoto kwenda kulia, iwe kushoto kwenda kulia, mwanzo mpaka mwisho wa zoezi lako la kukoroga, na mpaka pale utakapokamilisha sabuni yako ya maji nzito kabisa. So msikilizaji, hapa ni fursa, na hii hapa inaweza kuwa ni ajira kwako. Unaweza kuona kitu cha kufanya au hauna, lakini leo naweza kukushauri kwamba anza na sabuni ya maji. Zalisha bidhaa yako, acha visingizio, jiajiri, tengeneza, eza kwa matumizi yako nyumbani au peleka sokoni. Yes, unaendelea kama kawaida, tunakoroga vizuri. Tukiona kwamba imechanganyikana vizuri, basi tuna uwezo wa kuendelea kuchota jagi lingine tena la maji kwa ajili ya kuendelea na uzalishaji wa sabuni yetu. Mambo matatu ambayo wateja huwa wanapenda kuzingatia katika sabuni ya maji. Cha kwanza ni uzito wa sabuni. Cha pili, manukato au marashi ya hii sabuni yako ya maji. Cha tatu na cha mwisho ni ule ufanisi wa sabuni, yani utoaji wa povu. Sabuni baada ya kuitumia ipoje, hayo mteja ambaye anaenda kukutana nayo nyumbani baada ya kuwa amechukua bidhaa yako. Zingatia sana kufungasha vizuri, bidhaa yako iwe na lebo, bidhaa yako iwe na dumu nzuri, ikiwezekana liwe jipya kabisa, liwe na sealed, mfuniko wa sealed, kwa ajili ya kuweka trust zaidi kwa ajili ya kuwahudumia wale wateja wako. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza maji huku tunakoroga, na ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Msikilizaji, nimekuandalia hicho kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hicho nimekuandikia zaidi ya bidhaa 20. Yaani ziko nyingi. Kuna hand wash, tiles cleaner, kuna window cleaner, kuna sofa cleaner, kuna sabuni za kuoshea ukuta, kuna disinfectant, kuna shower gel, kuna shampoo yenye conditioner, kuna mafuta ya mgando, kuna lotion, kuna scrub. Ziko bidhaa nyingi msikilizaji kwenye hicho kitabu. Pamoja na hizo bidhaa ambazo zimo, kuna hii hapa sabuni ambayo ninaelekeza siku ya leo ya sabuni ya maji. Yes, baada ya hapo ninamimina maji kiasi pembeni katika ndoo ndogo hiyo hapo, na humo ninataka nikoroge mkorogo mwingine mdogo tu. Nikitumia formula hii manake na kwepa zoezi zima la sabuni yangu baada ya kuwa imetulia isijigawe. Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna sabuni za maji baada ya kutulia huwa zina tabia au zina asili ya kujitenga. Kwa unakuta juu na chini ni rangi mbili tofauti, lakini bidhaa ni hiyo moja. Kwa hiyo inakuwa mpaka ushake ndo zinashikamana vizuri. Sasa hiyo huwa ni changamoto ya formula, japo watu wengi huwa hawajui. Kwa hiyo ukitumia formula zile zingine inaweza kutoa matokeo kama hayo. So na mimi na soda pembeni pamoja na sulfonic acid pembeni kabisa kwenye ndoo nyingine. Kabla ya kuunganisha lazima nihakikishe kwamba nimekoroga vizuri kabisa. Msikilizaji, subscribe kama unapenda ujasiriamali. Kumbuka kwamba channel hii ni mahususi kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali ya ujasiriamali, wa kuzalisha bidhaa mbalimbali, lakini pia kufungasha na kuzipeleka sokoni. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia, kuweza kuwasha video hii. Baada ya kufikia hatua hii msikilizaji, ninaunganisha ule mkorogo B na ule mkorogo A
vyote viungane kwa pamoja. Kwa nachukua mkorogo wa kwanza, mkorogo wa pili ambao nimeweka soda ash pamoja na sulfonic, then naunganisha na ule mkorogo wa kwanza ambao ulikuwa na vitu vingine vya awali. Nakoroga vizuri. Unapokoroga hakikisha kwamba unakoroga mpaka zile particles zile zinashikamana vizuri. Ninaweka perfume nzuri, natumia ni bubblegum, roseberry, lavender pia, strawberry. Yes, hizo ni perfume ambazo ni nzuri na ni perfume za mafuta ambazo haziwezi kukata sabuni yako kwa namna yoyote ile. Na wewe pia tafuta perfume ambayo ni nzuri. Mteja anapokuwa anaitumia basi apate matokeo ambayo yatamridhisha kesho na kesho kutwa aweze tena kutumia bidhaa yako. Pembeni tena tunakoroga alkatu unaweza kutumia kwa ajili ya kuongeza uzito, lakini si lazima. Ikiwa umetengeneza sabuni yako imetoka kuwa nzito, sio lazima kuweka alkatu. Lakini kama unataka matokeo mazuri zaidi katika sabuni yako, unaweza kuapply alkatu. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinaongeza uzito wa sabuni yako, kinaitwa CMC. So ushauri wangu msikilizaji na mtazamaji wangu, lakini zaidi utajifunza darasani. Ukitaka kutoa matokeo makubwa zaidi, maana yake hapo lazima CMC utaiyeyusha kwa kutumia maji ya moto. Maji ya moto utaiyeyusha, then baada ya kuyeyusha utaiapply kwenye hiyo sabuni nyingine. Karibu sana na kualika msikilizaji, hatua za mwisho zilizobakia. Kumbuka kwamba kila kitu kinaenda kwa vipimo. Ingia darasani ujifunze, au chukua nakala ya miliki kiwanda chako. Zalisha bidhaa ambayo ina ubora, peleka sokoni ukiwa una uhakika wa kitu ambacho umekitengeneza. So mwisho kabisa tutaweka glycerin, perfume tumekisha kuweka, tutaweka citric acid, tutaweka CDE, tutaweka rangi kwa kukadiria, tutakoroga, tutafunika angalau masaa 3-5 hivi, bidhaa yetu itakuwa tayari.